mwaka 2021 mpaka mwaka huu 2025 tuna mfuko wa maendeleo ya vijana ambao umekuwa ukijaribu kuanzisha kusaidia vijana ambao wanafanya shughuli zao, ambao zaidi ya bilioni 3.1 zimetolewa na miradi 141 imefanyika kupitia mfuko huu. Sasa tunaweza tukawa tuna mjadala kwa maana ya ufanisi wake na matokeo, lakini serikali kwa sehemu yake imefanya, na baadhi ya maeneo ambayo tumejifunza na tunachotaka kuboresha nitakieleza hapo baadaye. Lakini tunafahamu halmashauri zetu zimekuwa zikitenga 10%, na katika ile 10 4% imekuwa ni ya vijana. Katika miaka 2021 mpaka 2025 takriban bilioni 36.64 zimeenda kwa vijana wa nchi hii kupitia halmashauri zetu, na zimeenda kwa vikundi vipatavyo 2867, na vikundi hivi vinafanya shughuli mbalimbali na mambo mbalimbali, lakini nia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba changamoto ya mtaji kama nilivyoeleza inaweza kuweza kupatiwa majibu. Lakini pia ni muhimu tufahamu, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuta sheria inayohusiana na manunuzi ya umma ya PPRA, ambao mwanzoni ilikuwa inatoa asilimia ndogo sana kwa makundi maalum, na baadaye alipoingia madarakani aliagiza kwamba yafanywe marekebisho ili kuhakikisha makundi maalum yakiwemo vijana wanafaidika na manunuzi ya umma. Sheria sasa ambayo tayari imeshasainiwa na inatakiwa kufanya kazi, inaagiza mashirika ya umma yote, kwa maana taasisi zote za serikali na idara zake zinapofanya manunuzi zitenge asilimia 30 ya matumizi yake kwa ajili ya makundi maalum zinazoitwa special groups, kwa vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na ukiangalia kwenye bajeti ya serikali takriban trilioni 30 zinatumika katika matumizi ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo katika hili pia tumeendelea kuwahimiza vijana wajisajili katika mfumo ili pia waweze kushiriki katika shughuli za manunuzi ya umma. Na mpaka sasa makampuni takriban 299 ya vijana yameweza kufaidika na tenda hizi za serikali kutoka katika taasisi mbalimbali. Na mimi wakati napita kwenye ziara yangu, yako maeneo ambayo nilikuta wamefanya vizuri sana katika ile eneo. Ipo ofisi ya mkoa wa Mtwara, nilikuta hiyo kitu wamefanya. Nimekuta ofisi ya Same, nilikuwa jana pale, ofisi ya wilaya, wanahakikisha kila wanapofanya manunuzi wanawapa pia sehemu ya 30% wanaitenga kama sheria inavyotaka. Na katika muda wa 2021-2025 zaidi ya bilioni 10.8 zimeenda kwenye makampuni madogo ya vijana. Na hili, ndugu waandishi wa habari, ni eneo ambalo sisi kama wizara tumesema tutashirikiana na taasisi zingine za serikali, lakini tutatoa awareness zaidi kwamba tunachotaka sio tu tuwapatie vijana pesa kidogo kidogo, tunataka tukuze makampuni yao. Na Mheshimiwa Rais alizungumza waziwazi katika hotuba yake wakati anafungua bunge, alisema anataka makampuni ya vijana atengeneze makampuni yenye nguvu ya vijana. Makampuni yenye nguvu ya vijana yanatengenezwa kwa kutumia mifumo kama hii.